Naitwa Eversoft Michael, ni mhasibu katika hiki kiwanda cha Shinli Packaging Material ambao kinahusika na mambo ya recycling ya chupa za plastiki. Msiba wa mmiliki wa hiki kiwanda umewaathiri kiasi gani wafanyakazi wa kiwanda hiki? Msiba wa huyu bosi wetu, mmiliki wa kiwanda ambao ni Mr. Baozang GE au jina lingine Lauda, umetuathiri sisi kama wafanyakazi sehemu kubwa sana. Tumepata madhara makubwa kwa sababu kuna wafanyakazi ambao wanalipwa pesa weekly, maana kwamba kila Jumamosi wanalipwa, na kuna wafanyakazi ambao wanalipwa kwa mwezi. Ni wafanyakazi zaidi ya 200. Kwa hiyo sasa unaweza ukaangalia jinsi gani wale wafanyakazi ambao wanalipwa weekly. Kwa sasa hivi kiwanda kimesimama, kwa hiyo zile ajira mpaka sasa hivi zimepotea, maana yake hatujui chochote kinachoendelea. Sasa lazima madhara yawe makubwa kwa sababu kuna watu ambao wanawategemea, hata wale ambao wananitegemea, kwa mfano kama mimi, kuna watu ambao wananitegemea nyuma. Kwa hiyo kiwanda kinapokuwa kimesimama mpaka hatujui hatima yetu, na ule mshahara wa weekly hakuna. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana, ajira zimepotea, kwa hiyo hata hatujui tufanyeje. Hapa mnakuwa mnasafirisha mizigo sehemu mbalimbali. Mnasafirisha nchi gani na nchi gani au na mikoa gani? Okay, sisi hapa tunatumia leseni ya EPZA, zamani TISEZA. Kwa hiyo bidhaa ambazo tunazizalisha zinazotokana na plastiki tuna export, na tuna export nchi mbalimbali: China, Malaysia, Vietnam, Amerika, zamani Ukraine, lakini si Ukraine sasa hivi kwa sababu kuna shida. Kwa hiyo yani tumeathirika, hatuwezi tena kupeleka mizigo kwa sababu ya hii issue ambayo imetokea, kuuawa kwa bosi wetu, na vile vile kuna mizigo ambayo tulitakiwa tuiondoshe ndani ya mwezi huu wa 5, lakini sasa siku ile ambayo ameuawa siku ya Jumamosi ndio siku ambayo container zitakiwa zije zipakie ziondoke, lakini sasa imeshindikana, hatuwezi tena kusafirisha, tumestop. Kwa hiyo tumeingia gharama na hasara kubwa, mzigo umejaa kiwandani, hatuwezi tena kuexport na hatujui lini hatima ya huu mzigo kwenda tuta export au la, manake mpaka sasa hivi sasa hatuelewi, yani hatujui chochote. Kwa hiyo mzigo bado haujatoka, na vile vile sasa ukiangalia, unajua tunapo export tunaingiza fedha za kigeni Tanzania. Sasa kwa staili hii kama hatuwezi kuexport, na maana fedha za kigeni haziwezi kuingia tena Tanzania. Kwa hiyo tumepata hasara. Mizigo mikubwa ambayo mlikuwa mnasafirisha nje ni mizigo ya aina gani? Tulikuwa tunasafirisha hizi flex, na maana kwamba peti flex, na maana kwamba chupa hizi za maji ya kunywa tunazisaga vipande vinatoka kama chips hivi, alafu tunapaki kwenye oven bag and then tuna export. Na kingine ambacho mnagani tofauti na hizo? Kingine ambacho tunafanya hapa, tuna bidhaa mbili. Tuna hizo peti flex ambazo hizo chupa za kusaga ndio tunasema kama chips vipande, na kuna hizi peti strap, ni colored bottle hizi ambazo tunaziayusha, tunatengeneza mikanda kufungia mizigo mbalimbali, labda tunafungia watu wa pamba, tofali, bomba, nguo, boksi. Paka hizi chupa zenyewe unaweza ukazibel alafu ukazisafirisha, unavozifunga lazima ufunge, utumie hizo strap. Kwa hiyo namna gani tumeingia kwenye hiyo wimbi la hasara, kwa sababu mpaka sasa hivi kazi zimestop, na tayari kuna mizigo ambayo tulikuwa tushapokea pesa za watu, wamelipa pesa, wengine full, wengine wamelipa nusu, tuweze kuzalisha, tuweze kuwapa hizo bidhaa zao, lakini mpaka sasa hivi hapa sasa tumestop na hatujui sasa hatima yake ni nini. Mpaka sasa hivi hatujui tamko lolote, maana mmiliki wa kiwanda ndo ameuawa, walobaki hawa sasa hatujui nini kitaendelea. Wewe ukiwa ni mhasibu wa hiki kiwanda, kwa siku labda mlikuwa mkipokea oda mnapata labda kiasi gani, na hivi ambavyo mmestop kutokuendelea na uzalishaji, unafikiri pia mmepata hasara kiasi gani?
Kwa siku unaweza kwa mfano kwa kwenye viwanda vya bomba hivyo, unaofunga mabomba, unatengeneza mabomba ya chuma, bomba ya plastiki huku. Kwa kweli kwa siku unaweza tunauza sana, yani unaweza tukaingiza nani, hatuletewi cash, unaweza tukaingiza kwenye akaunti ya kampuni. Ni hela ambayo ni nyingi. Kwa hiyo ni hasara iliyopatikana ni kubwa, siwezi kuexpose. Lakini ni kiasi kikubwa sana cha hasara ambacho kinapatikana kwa sababu ndani ya siku 3 kama kiwanda kimesimama ni hasara kubwa sana. Mimi ndo naelewa kwa sababu mimi ndo najua hiki kiwanda toka nimeanza nacho, naelewa cost kwa siku vipi na je kiwanda kikisimama ndani ya siku 2 hasara yake naijua. Kwa hiyo ni hasara kubwa. Sasa na hapa kimesimama hatujui hata kinakuwaje mwisho wake. Yeah. Mpaka sasa hivi kitu ambacho mnakisubiria ni nini kwa ajili ya kuendelea na utaratibu mwingine? Yani mpaka sasa hivi kitu ambacho tunakisubiri, ambacho sisi taarifa ambayo tuliopewa na kwa mdogo wa marehemu ambao ni bosi wetu huyo mwingine, maana mdogo wa marehemu ndo ametueleza kwamba tunasubiri mke wa marehemu, familia ya marehemu in general, na maana kwamba mke wa marehemu na watoto wake ambao wanatarajia kuwasili kesho, na maana leo wameondoka China, kesho watawasili Tanzania mnamo mida ya saa 5 saa 6 wamefika Tanzania, ndipo litatolewa tamko rasmi kuhusiana na mambo ya na wakishaongea familia. Kwa hiyo litatoka rasmi na ni tamko rasmi maana baada ya familia marehemu kuwasili kwamba kiwanda kinakuwaje. Yes. Na mwili wa marehemu kwa sasa hivi uko sehemu gani? Sasa hivi mwili wa marehemu uko Kurasini kwenye mochwari, kuna kule jeshini kunaitwa Sibaraki kule, ndo amehifadhi kule. Yes. Na kwenye utaratibu labda wa kuwafuatilia hao Wamasai kwenye ile kampuni ambayo mmeajiri ukoje mpaka sasa hivi? Utaratibu wa kufuatilia Masai ni kwamba jeshi la polisi, maana tayari tushitoa taarifa kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo jeshi la polisi linaendelea kufuatilia namna ya kuwatia hatiani hawa watu wahalifu, na vile vile kuna kiongozi wao wa Kimasai ambaye ameshikiliwa na jeshi la polisi since day 1 ile Jumamosi mpaka leo. Kwa hiyo hatujajua kwa sababu jeshi la polisi lenyewe ndo linafuatilia, hatuwezi kuingilia, wao wanajua utaratibu gani utaendelea kutumika mpaka kuwatia hatiani hao watuhumiwa. Wakati wa Masai nyinyi mnavyokuja ofisini ile siku ya tukio, hali ilikuwaje? Siku ya tukio ambayo ilikuwa tukio lilikuwa Ijumaa usiku tarehe 15 kuamkia tarehe 16 ambayo ilikuwa Jumamosi. Sisi kama wafanyakazi tumekuja kugundua asubuhi. Maana kazini Jumamosi tunaingia saa 2 kama kawaida. Kwa hiyo watu tumefika kazini ili tuendelee na production ya uzalishaji huko kiwandani. Nafika sasa getini, wafanyakazi wanagonga sana geti, na unajua mlango wa Masai ulipo pale na getini ni karibu sana. Kwa hiyo watu wakigonga tukijiwenga Masai kasikia. Lakini sasa ilikuwa taharuki, geti liligongwa sana. Alafu watu hakufungua. Gonga sana mlango na kumekucha, watu wafanyakazi wanazidi kujaa getini. Vipi mbona mko hapa? Naulizana bosi, Masai hawafungui mlango, na bosi tunampigia simu hapokei. Tukapiga simu kwa babu huyu wa Mchina, babu ndo akaja akafungua geti. Babu naye akashangaa kuna taharuki. Vipi? Tukamwambia babu, Masai wapi? Babu yeye anasema meyo, naambia yani hamna, anambia yeye hawapo hapa Wamasai. Na maana tunatumia sign language, tunamwangalia tu anavyoongea, na maana sisi tunamuelewa sign language, anaelewa na sisi tukiongea kwa anaelewa. Tukamuuliza Loda wapi? Maana Loda maana ni bosi. Maana jina Loda maana ni mtoto wa kwanza kuzaliwa wa Kichina. Loda wapi? Yeye anatujibu Loda kulala. Yeye na maana hajui chochote. Sasa kuna msaidizi wa bosi ambaye anamsaidia kazi za huko ndani, household, ni mdada. Akaenda akafungua mlango, akakuta simu inaita, endelea kuita tu, anapiga simu wateja wengine nini, akashika ile simu, bosi ndani hayupo, tuangalie. Binti akasema tuangalie kiwandani labda huko na Masai. Kuzunguka kiwandani huko hakupata mtu. Ndo akanambia sasa mimi nilikuwa sijafika, madam tumeangalia kiwandani bosi hayupo na Wamasai hawapo. Sasa sijui hebu mpigie bosi Denisi ambaye ni mdogo wa marehemu. Nikampigia kweli
Ndani bosi, bosi Roda yupo huko, maana hapa hamna Wamasai wala Roda. Huyu naye akastuka. Roda hayupo kiwandani? Tukamwambia yes, hayupo. Naye akaana kimbia anakuja huko. Ati wewe anakuja huko, nikapata akili. Ngoja nitoe taarifa polisi hapo Urafiki. Kwani nikapiga simu kwa dada mmoja hivi anaitwa Amina, ni mkuu wa kituo cha traffic hapo Urafiki. Nikamuuliza, dada, umemwona bosi wetu? Maana hapa wanamfahamu sana. Bosi wetu umemwona? Akasema Roda, hapana, mchina wako mimi sijamuona. Unaona hata amekuja na Wamasai hapo? Hapana, nikiamini labda usiku ni mnene, labda walikukwazana, bosi akaona labda wapelekane polisi. Nilikuwa na assume tu. Akasema hapana, toa taarifa Burahati. Hapana. Nikapata akili. Kabla kuja huku kuna geti nyuma lile kubwa. Ngoja nimuulize wa askari. Askari, unaona bosi akitoka hapa na Wamasai? Maana bosi hayupo na Wamasai hapo. Yule mlinzi akanambia wamepita Wamasai hapa mida ya saa 9 usiku wameshikana. Nikauliza, wewe vipi, mbona mnatoka saa hizi? Wakasema mwenzangu anaumwa sana, nampeleka hospitali. Tena amepita anamshikilia na begi jeusi mgongoni. Kwa kauli ile ilizua taharuki kichwani kwangu, maana mimi ndio nilomuuliza binafsi kabla sijawaambia wafanyakazi. Moyo wangu ulistuka sana. Nikasema sasa wametoka Wamasai, kama kungekuwa kuna shida singetolewa taarifa. Kwa nini wao watoweke na bosi asionekane? Najiuliza sasa mimi mwenyewe. Baada ya kujikwesheni sana, nikaingia humu ndani. Nikamwambia wafanyakazi, tawanyikeni. Kwanza kabla ya kuingia nikampigia Luka, waambie wafanyakazi watawanyike wamtafute bosi, manake huko nimemuuliza huyu mlinzi wa geti kubwa anasema wametoka tu Wamasai usiku saa 9. Bosi amenisisitiza yule mlinzi, bosi hajatoka, mchina hajatoka, atapita wapi? Geti ndio hili. Watakuwa huko ndani. Sasa ile atakuwa huko ndani wapi kati ndani kwake hayupo? Ndio wafanyakazi sasa wakatawanyika. Kutawanyika kumtafuta, kati mimi sasa ndo na mimi niko huko nje na taharuki kubwa. Wakanipigia simu. Kapokeona simu ya mfanyakazi, nikapokea. Meneja, vipi? Wakanalia kwa nguvu sana wafanyakazi mpaka mimi na yeye atuelewana. Nikamwambia, wewe vipi tena? Bana Eva, Mburudi huku, bosi tumempata, yupo kwenye mtaro, ameuawa, ametupwa mtaroni. Nikauliza, mtaro upi? Mimi niko nje huku, mtaro upi? Akasema huko mashine ya kusaga. Nikamwambia ndani. Okay sawa. Nikampigia mdogo wa marehemu, bosi uko wapi? Akasema niko TCRA. Nikamwambia basi naomba urudi. Nilimwambia direct kabisa, bosi Roda amepatikana akiwa ameuawa, ametupwa ndani ya mtaro akiwa ndani kwenye mashine ya kusaga. Na akasema sawa narudi. Alikuwa na pikipiki ya kutumia gari, akarudi kama dakika 15 hivi akafika. Alipofika na mimi nikaenda moja kwa moja pale Luka akanionyesha. Aisee, kwa kweli mbaya sana. Nikajionea hilo tukio. Akaja naye bosi akajionea, na kwa sababu nilikuwa nishatoa taarifa Urafiki, nilivyomwambia bosi kapotea, na hao wakawa wamefika wakajionea hilo tukio. Inabidi sasa tukae pembeni tusubiri taratibu za polisi. Yes, ndio ilivyokuwa. Kwa hili tukio ambalo limetokea hapa kwenu, bosi alikuwa na utaratibu labda kugombana na wafanyakazi, labda kukwazana? Maana hapa umesema kwamba labda uliamini waweza kuwa wamepelekana kituoni. Ana tabia kukwazana na wafanyakazi? Hana tabia kukwazana na wafanyakazi, ila tu kwa vile mtu, kwa sababu umemwona katoweka ghafla na Wamasai hawapo, kwenye akili yangu niliashumu labda kuna kitu kama hicho, ingawa hakijawahi kutokea. Maana sasa nimeona sio taratibu. Akijawahi kutokea ugomvi wowote, na Wamasai wako bize na kazi yao. Na hao Wamasai sisi tumewachukua ni Wamasai wa kampuni, wana kampuni yao. Hatuna mazoea nao. Wakifika wanaendelea wako kwenye shughuli zao na sisi tuko kwenye shughuli zao. Hakuna hata mfanyakazi ambaye anapiga nao story. Hatujawahi kuona ugomvi wa aina yoyote kati ya bosi na mimi. Nakaa hapa niko naye bosi muda mrefu, miaka 6 inaenda. Sijawahi kusikia awe mtata, sijui kulipwa, sijui wafanyakazi aseme sina hela. Hajawahi. Na hata mimi au Wamasai sisi tunalipa kampuni kusema kwamba baba tumewacheleweshea hela itokee. Sisi wenyewe tujawahi kucheleweshea. Bosi hajawahi kuwa na shida na sisi. Leo hii atakuwaje na shida na Wamasai wakati wao hawalipi hela wao mkononi? Umesema walinzi waliwaona Wamasai wakiwa wamebeba na begi jeusi. Hilo begi jeusi lilikuwa lina nini? Sasa hilo begi jeusi inasadikika siku ya Ijumaa. Maana mimi siku ya Ijumaa nilifika ofisini mapema saa 2, nikaenda kwenye shughuli za nje.
za kwangu mimi kama mhasibu. Kwa hiyo siku ya Ijumaa nilivyoenda kwa shughuli zangu kule nje, nilikwenda nitoka saa 9 nikaona it's too late. Nikaamua niende moja kwa moja nyumbani. Kumbe huku nyuma bosi anabeba hilo begi lake akaenda kutoa kwa wakala. Akaenda kudraw 10 milioni cash kwa wakala. Alivyoenda kudraw hiyo 10 milioni kwa wakala akaingia nayo ndani. Lakini kwa Masai wapo pale ndo wanaomfungulia geti. Umemwona katoka na begi, karudi na begi. Ina maana kwa hata usiku alivyokuwa kauawa tumeenda kusearch hata ile begi ambayo ndani lina kadi halikuwepo pia. Ndo tuligundua kwamba hii yao Masai wamefanya ile tukio kwa ajili ya kumuua mtu kwa ajili ya kuchukua hiyo pesa ambayo ilikuwa kwenye begi. Na hizo pesa ambazo alienda kuchukua alikuwa anataka kujifanyia nini? Hizo pesa anachukua kwa ajili ya kununua hizi plastiki kama unavyoziona hapo zimejaa nyuma, ndo siku hizo zilinunuliwa. Lilikuwa hilo nani halina hata kitu, hilo nani storage ilikuwa haina kitu kabisa. Kwa alinunua aggregator na speakers wameleta mizigo sana, akanunua chupa, ndo siku hiyo alinunua kwa sababu tuna oda ya watu. Naona tunategemea Jumamosi hiyo inavyokuja kupakia container huku tunaendelea na production, kama mzigo utapungua tuendelee kujazilize. Ndio siku container ambazo zilikuwa zinapakia Jumamosi. Kwa hiyo tulivyokuja Jumamosi tulikuwa tumekuja kujiandaa, tunajua hapa kuna container zinapakia, kuna storage iliyopo kule, kuja tuendelee kuzalisha huku tunapakia. Ilikuwa hivyo. Ndio maana bosi alidraw hiyo pesa, na hiyo pesa ni ndogo kwa sababu sisi kwa siku kama production tuna oda kubwa, tunatumia milioni 20 na mpaka 30 kwa ajili ya kununua hizi plastiki. Kwa hiyo ni pesa ndogo, ina maana tulikuwa tushafika mwishoni, tupakie mzigo wa watu uende. Yes. Mimi ni matron wa wanawake. Kuathirika, tumeathirika pakubwa kwa sababu tulishazoea, wengine walikuwa wanalipwa kwa wiki, wengine walikuwa wanalipwa kwa mwezi. Tulishazoea kutoka hapa, ukifika Jumamosi wanaopata hela Jumamosi wanaenda kwa niaba ya familia yao, na wanaopata hela kwa mwisho wa mwezi pia wanaenda kukidhi mahitaji yao. Lakini kwa sasa tumeathirika pakubwa, hatuelewi mwafaka wa mwisho utakuwaje. Kesho ndo watu wanatarajia kumuona mke wa marehemu na familia yake kwa ujumla, na aliyebaki hapa ni mdogo wake. Unahisi kwamba mdogo wake anaweza kaendeleza kiwanda vile ambavyo mlikuwa mnaishi na bosi wenu, au matarajio yenu hamuyaamini kwamba bosi huyu aliyebaki anaweza kaendeleza hiki ambacho kakishia kaka? Kwa sasa bado hatujapata uhakika, sababu wenyewe wamesema mpaka wenyewe watakapokuja kukaa. Kwa endapo watakaa, wataeleweshana, basi watatupa majibu wao wenyewe.